Jahazi TV. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale unapotuangalia, karibu katika kipindi cha Amka na Jahazi ambapo tutakusomea kurasa za mbele ya magazeti mbalimbali yaliyofikia mezani kwetu kwa siku ya leo, ikiwa leo ni Jumanne Novemba 11 mwaka 2025. Tuna magazeti mbalimbali mtazamaji, ikiwemo gazeti la Nyumbani, gazeti la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi, gazeti la Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania, Wamachinga Sauti ya Wanyonge, pamoja na magazeti mengineyo. Tafadhali ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Jahazi. Mimi ni Abdul Hamid Isa na mcheza kwao hutunzwa moja kwa moja. Tuanze gazeti la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Karibu. Gazeti la Zanzibar Leo mtazamaji, leo hii limepambwa na habari mbalimbali. Habari kuu kwa siku ya leo: Rais Mwinyi azindua baraza la wawakilishi, ahidi kuheshimu maridhiano, lakini ainisha vipao mbele 15, aeleza mwelekeo wa serikali. Habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea katika ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Dr. Samia ateua wabunge 6. Habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea katika ukurasa wa pili. Huduma za maktaba Zanzibar kuimarishwa. Habari hii inasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3 gazeti la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Tanzania yaihakikishia dunia usalama, udhibiti wa watalii. Habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea katika ukurasa wa 8 gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Kukamilika kwa sera kutaleta ufanisi kwenye mashirika, si kauli yangu bali ni kauli ya msajili, na habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini unaipata kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3 gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Hemedi ahimiza watendaji kuongoza ushirikiano. Habari hii ipo katika ukurasa wa pili. Moja kwa moja nikamata gazeti la Majira, ukurasa wake wa kwanza limepambwa na habari mbalimbali, ikiwemo Tanzania yahakikishia dunia usalama, vivutio vya utalii, yasema serikali imefanya jitihada na kurejesha nchi katika hali ya utulivu kufuatia yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi. Na habari picha hapa inamuonesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi akishiriki wimbo wa taifa jana wakati alipowasili kuzindua baraza la 11 la wawakilishi visiwani Zanzibar, ambapo pia mwelekeo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kipindi cha pili cha awamu ya 4. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. Lakini kuna habari inasema Samia ateua wabunge, Dr. Bashiru naye ndani. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Jaji awaamuru kesi ya Lissu kuendelea kesho. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Rais Dr. Mwinyi azindua baraza la wawakilishi, atoa mwelekeo. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Lakini kuna habari inasema ahadi za kamishna mkuu wa TRA yatekelezwa Ilala. Ni ahadi gani hiyo mtazamaji? Tafuta nakala ya gazeti la Majira ukurasa wake wa kwanza, limeandika hivyo, lakini habari hiyo unaipata kwa undani zaidi katika ukurasa wa 5. Bodi ya wakurugenzi TIL yakabidhiwa mikoba rasmi. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea katika ukurasa wa 4. Lakini kuna habari ya kimataifa hapa inasema kimbunga Kalmaegi chaleta maafa Vietnam. Ukitaka kujua kimeleta maafa kiasi gani, tafuta nakala gazeti la Majira ukurasa wake wa kwanza, limeandika hivyo. Lakini habari hiyo mtazamaji unaipata kwa undani zaidi katika ukurasa wa 19, ukurasa wa habari za kimataifa. Lakini kunyonya vidole utotoni, tabia yenye ukweli na changamoto za kiafya. Haya, habari hiyo imeandikwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa 11 gazeti hili la Majira. Gazeti la Mwanahabari leo hii laandika Dr. Samia ateua wabunge 6, yumo Dr. Gwajima, Balozi Kombo, Balozi Hamisi, Dr. Bashiru Ali, wengine ni Dr. Nyansaho Abdullah. Mwinyi abakisha nafasi 6, lakini bunge kuanza leo kwa uchaguzi wa spika na naibu wake. Habari hiyo inasomeka katika ukurasa wa 3 kwa undani zaidi. Lakini kuna habari inasema Tanzania yahakikishia dunia hali ya utalii iko salama. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea katika ukurasa wa 3 gazeti la Mwanahabari. Viongozi Chadema waachiwa kwa dhamana, wamo John Heche, Amani Golungwa, Boniface Jacob na Godbless Lema. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 3 gazeti la Mwanahabari. Lakini kuna habari inasema masikio ya hamia Dodoma, joto la waziri mkuu mpya la fukuta. Ukitaka kujua
ni kwa nini nafukuta joto huko Dodoma? Tafuta nakala gazeti la Mwanahabari ukurasa wake wa kwanza limeandika hivi, lakini habari hiyo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Wajasiriamali nchini waipongeza serikali kuwezesha ushirikiano wao maonesho Kenya. Ni habari hiyo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea katika ukurasa wa tatu gazeti la Mwanahabari. Moja kwa moja nikamata gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa kwanza laandika presha baraza la mawaziri. Rais Samia afanya uteuzi wa wabunge 6, yupo Dr. Gwajima, Dr. Bashir, Dr. Hamisi pamoja na Dr. Bashiru. Wengine ni Dr. Nyansaho Abdullah Mwinyi abakisha nafasi 6 uteuzi wa wabunge. Bunge kuanza leo kwa uchaguzi wa spika na naibu wake wabunge nao kuapishwa. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea katika ukurasa wa tatu gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini kuna habari inasema wapimana ubavu na Zungu kuwania uspika wa bunge. Ni wagombea waliopitishwa na bunge kutoka vyama vya NRA, NLD na DP. Pia yumo Saidi Donge wa AAFP, lakini na mgombea wa ADC. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini unaisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Kuna habari inasema TRA yakabidhi shilingi milioni 30 kwa vikundi vya jasiriamali Ilala. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini katika ukurasa wa pili unaipata kwa undani zaidi. Wizara ya Nishati yapongezwa utoaji elimu nyanda za juu. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini katika ukurasa wa tatu inaendelea kwa undani zaidi. Dkt. Mwinyi azindua baraza la 11 la wawakilishi, atoa mwelekeo wa serikali yake. Habari hiyo inasomeka katika ukurasa wa pili gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Gazeti la Uelekeo habari kuu kwa siku ya leo laandika Tanzania yaithibitishia utulivu dunia kwa watalii. Habari hiyo inasomeka katika ukurasa wa kwanza. Lakini kuna habari inasema Dkt. Mwinyi aeleza mwelekeo mpya wa Zanzibar, lakini Rais Samia ateua wabunge 6, yumo Gwajima, Bashiru pamoja na Kombo. Lakini bunge la 13 kuanza leo huko Dodoma. Habari hiyo inasomeka katika ukurasa wa kwanza gazeti la Uelekeo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii laandika uponyaji taifa, maaskofu Ruwaichi Dr. Shaw aonesha njia, wakitaka jamii na mamlaka kujitafakari kwa sura pana kuhusu kiini cha utulivu wa amani. Habari hii ipo katika ukurasa wa pili na watatu gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini kuna habari inasema Dkt. Mwinyi arejea kivengine Ikulu ahidi ajira. Habari hiyo inasomeka ukurasa wa 4. Samia awarejesha bungeni Gwajima, Bashiru na Mwinyi. Habari hiyo katika ukurasa wa 5 inasomeka kwa undani zaidi. Usalama wa kuhamisha kesi ya uhaini ya Lissu. Laandika hivyo gazeti la Nipashe. Lakini makada 5 upinzani kuchuana na Zungu spika leo. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 5 inasomeka kwa undani zaidi. ACT Wazalendo kudai ushindi mahakamani. Haya ni habari hiyo katika ukurasa wa kwanza, lakini inasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Moja kwa moja nikamata gazeti la Uhuru Ukweli Daima ukurasa wake wa kwanza limeandika habari mbalimbali. Habari kuu kwa siku ya leo, mambo matatu kulitikisa bunge ni uchaguzi wa uspika, uwasilishwaji jina la waziri mkuu. Rais Dr. Samia alizindua bunge kwa hotuba. Habari katika ukurasa wa pili na watatu gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Lakini Dr. Abbas eleza dunia amani utulivu vya tawala nchini. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. Dkt. Mwinyi aanika vipaumbele 15 katika gazeti la Uhuru Kweli na Daima laandika hivyo katika ukurasa wake wa kwanza, lakini endelea katika ukurasa wa pili na watatu. Bashiru, Gwajima wateuliwa ubunge. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 5 gazeti hili la Uhuru Ukweli Daima. Jamhuri laandika maridhiano, wengi wataka yaanze haraka. Kimiti ataka mwafaka wa taifa, lakini waitaka serikali kuunda kamati maalum kuchunguza machafuko kurejesha amani. Profesa Wange aonya kamata inayoendelea, asema si suluhu, lakini Jaji Warioba ataka kila upande ujishushe, awasihi vijana wasihemke. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili, wa 4 na wa 5 gazeti la Jamhuri. Lakini pia kuna habari inasema Rais Samia aweka rekodi Tanzania. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 18.
Lakini kuna habari inasema sitani, poleni wa Tanzania, hongera Rais Samia, mwafaka unatuhusu. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 7. Lakini kuna habari ya kimichezo hapa imejitokeza, Mausa Kamara nje hadi 2026. Lakini kuna habari inasema wiki muhimu, mwelekeo mpya. Habari hii ipo katika ukurasa wa 19. Nani alaumiwe ongezeko la watoto wa mitaani? Ni habari hiyo imetiliwa question mark katika gazeti la Jamhuri ukurasa wa 12. Mtazamaji, hizo ni habari za kitaifa na kimataifa kutoka magazeti mbalimbali nilokusanyia mezani kwetu kwa siku ya leo, na sasa nazigeukia kurasa za nyuma ambazo ni kurasa za michezo na burudani. Ngurumo Sport laandika mambo ya kocha Demineta, Simba yaja na mifumo tofauti, lakini mechi 2 za Simba Sport Club ya watisha wa Angola. Ni habari hiyo imeandikwa katika gazeti la Ngurumo Sport, nasomeka hivyo. Lakini kuna habari inasema Simba yataka pointi 3 kwa Azam. Ukitaka kujua ni mikakati gani iliyowekwa ili kutaka pointi 3 kwa Azam, tafuta nakala gazeti la Ngurumo Sport ujisomee kwa undani zaidi. Lakini pira tatu Simba la itikisa Yanga, ni habari hiyo ipo katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Ngurumo Sport. Lakini Mpanzu Soa yaja na kombinesheni hatati. Ukitaka kujua ni kombinesheni gani hiyo, mtazamaji, tafuta nakala ya gazeti la Ngurumo Sport utajisomea kwa undani zaidi habari hizi za michezo na burudani. Lakini Okelo in, Maema out dirisha dogo. Habari hiyo ipo katika gazeti la Ngurumo Sport na inasomeka kwa undani zaidi. Na gazeti la Uelekeo Sport leo hii laandika Yanga wasema tumekwepa hujuma kwa Mkapa. Ni hujuma gani hizo, mtazamaji? Mwandishi kalielezea hujuma hizo kwa undani zaidi katika gazeti la Uelekeo Sport ukurasa wake wa nyuma ambao ni ukurasa wa michezo na burudani. Lakini kuna habari inasema nyota Taifa Stars watinga kambini. Haya, inamuonesha hapa nyota huyo akitinga kambini. Habari hiyo inasomeka katika ukurasa wa nyuma gazeti la Uelekeo ambapo ni kurasa michezo na burudani. JKT Queens yaanza kwa sare Misri. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa nyuma gazeti la Uelekeo. Lakini Ronaldo adai yeye ndiye maarufu zaidi duniani. Habari hiyo ya kimataifa michezo ipo katika gazeti la Uelekeo Sport kwa siku ya leo. Mtazamaji, basi nasi hatuna la ziada. Kwa niaba ya crew nzima ya Jahazi TV ni kushukuru mtazamaji kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Jahazi. Kwa niaba ya crew nzima tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Jahazi TV. Jahazi TV, safiri nasi. Asante na asubuhi njema. Jahazi TV.